Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako. Oye! Tanzania oye! Mheshimiwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, ndugu zangu wana michezo, ndugu zangu waandishi wa habari, wachezaji wa timu ya taifa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimepewa dakika 2 na mimi nataka kuzitumia kumkaribisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kabla ya Mheshimiwa Waziri, lakini niseme jambo moja tu. Wakati tunakwenda kwenye mashindano haya ya AFCON 2025 kule Morocco, malengo yalikuwa mawili. Kwanza, ilikuwa ni mara yetu ya 4 kushiriki mashindano haya kwenye hatua hii, na tulikuwa hatujawahi kushinda hata mchezo mmoja. Lakini kubwa, mashindano yote matatu yaliyopita ambayo tulishiriki, tulikuwa hatujawahi kuvuka hatua hii ya awali. Kwa hiyo hili ndo lilikuwa lengo kubwa, lakini malengo yalikuwa mawili. Sasa lengo kubwa ambalo tulikuwa nalo ni kupita tupate kushiriki hatua ya 16 bora, na nafasi hii tuliipata. Taifa Stars oye! Vijana wetu waliupiga, na kwa mara ya kwanza tukiwa hai tumeona kwa macho yetu vijana hawa namna ambavyo waliutendea haki bendera ya taifa hili, bendera yetu vilivyo, na kila mtu anajivunia nyinyi, akiwemo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na ndio maana aliweza kutoa ndege iende ikawaokote wanaye na kuwarudisha nyumbani. Taifa Stars oye! Naomba sasa nitumie fursa hii kumkaribisha Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ili aweze kuongea na umati huu wa wanamichezo. Karibu sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Profesa Palamagamba Kabudi, sisi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam tumeungana na wizara na tumeungana na nchi kwa ujumla kwa uhamasishaji mkubwa sana wa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwapongeza sana vijana wetu wote wa Taifa Stars, na naomba tuwapigie makofi mengi kwa kazi nzuri sana ambayo wameifanya. Nafikiri ninyi nyote mliangalia michezo, lakini mmeona namna ambavyo nchi ya Tanzania imejitangaza yenyewe ndani na hata nje ya mipaka ya Afrika. Na kwa mantiki hiyo, Profesa Waziri wetu wa Sanaa, Utamaduni na Michezo, ni kuthibitishie mambo yafuatayo. La kwanza, tunafahamu kwamba mwaka 2027, yani mwakani, Tanzania au Dar es Salaam kwa ujumla tutakuwa pia ni wenyeji wa mashindano haya AFCON. Sisi Dar es Salaam tumejipanga kwa mambo yafuatayo. La kwanza, hivi ninavyozungumza tumetuma kikosi kazi maalum pale Morocco kwenda kujifunza namna wenzetu walivyoandaa mashindano haya, wakisaidiana pia na kikosi maalum kutoka wizara inayohusika na masuala haya. Na sisi katika mkoa wetu, ndugu yangu Sixtus Mapunda, mkuu wa wilaya Temeke, amekwenda kutuwakilisha ama kuniwakilisha na mimi ili tupate maarifa ya namna ya kuandaa mashindano hayo. Lakini jambo la pili, mnafahamu kwamba amani katika kila jambo ndio msingi wa kila jambo. Na kwa mantiki hiyo, jambo la pili la muhimu, sisi kama wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam tunajitahidi na tutahakikisha kwamba amani inalindwa ili mashindano haya makubwa na muhimu kwa uchumi wa Afrika, uchumi wa Tanzania, yasiweze kutetereka. Jenga hoteli maalum na za nyota 5 ili wale wageni wote watakaofika, na hasa mwaka 2027, wasihangaike katika masuala ya malazi, wasihangaike katika masuala mengine yoyote yanayohusiana na masuala hayo. Na barabara zote ambazo leo mnaziona, wakati fulani wageni wengi wakija huwa tunafunga. Nataka niwathibitishie, mwaka 2027 hakuna barabara itakayofungwa, kwa sababu miundombinu hii mingi itakuwa imekwisha tengenezwa ili kuweza kuaccommodate ujio mkubwa sana wa wageni wanaotoka nje ya taifa letu. Na mwisho, wakazi wote wa mkoa wa Dar es Salaam, naomba tuendelee tena kuwaunga mkono Taifa Stars. Mliwahi kuona sisi wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam tulikuwa tukitoa zawadi za hapa na pale kwa wachezaji wetu. Kwa hiyo inapofikia hatua hiyo, tujitahidi kutoa zawadi ambazo pia zinaleta hamasa kwa wachezaji wetu. Mheshimiwa Rais anafanya hivyo, wizara inafanya hivyo, wadau wa sekta binafsi wanafanya hivyo, TFF wanafanya hivyo, na sisi pia tujiunge mkono kufanya namna hiyo, kwa sababu michezo ni uchumi, michezo ni utalii, michezo ni afya na mambo mengine ya namna hiyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.